Damu ya Humphrey Polepole imeanza kumwandama Samia Suluhu na karibu hivi itamfanya chizi. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za TanzaPulse na kumbuka kusubscribe. Mzozo wa kuripotiwa kwa aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Malawi na Cuba Humphrey Polepole umeingia hatua mpya ya kutatanisha baada ya kituo cha sheria na haki za binadamu LHRC kutoa tamko kali likipinga uamuzi wa mahakama ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba kuna ushahidi wa kutosha kuthibitisha kuwa Polepole amekamatwa au ameshikiliwa na mamlaka. Wakili William Maduhu akizungumza na wanahabari leo Jumanne amesema serikali bado ina wajibu wa kisheria kutoa ufafanuzi wa wazi kuhusu alipo Polepole na kwamba hatua ya mahakama haipaswi kutumika kwa sababu ya serikali kukaa kimya huku raia wake kikaangalia. Ushahidi wa kumuhusu Polepole umekuwa kichocheo cha mjadala mpana kuhusu haki za binadamu na uwajibikaji wa serikali. Mahakama Kuu ya Tanzania kitengo cha Dar es Salaam ilitoa uamuzi mnamo Oktoba 24 wakati wa kesi ya habeas corpus iliyowasilishwa kwa niaba ya Polepole ikisema kuwa hakuna ushahidi wa msingi unaothibitisha kwamba serikali au vyombo vyake vimehusika moja kwa moja na kile kinachodaiwa kwamba utekaji wake. Mahakama ilisema upande wa muombaji haukutoa ushahidi wa kutosha kuthibitisha kuwa Polepole amekamatwa ama anashikiliwa kwa nguvu. Kesi ilikuwa imewasilishwa dhidi ya Inspekta Mkuu wa Polisi, mwanasheria mkuu wa serikali na vyombo wengine wa usalama kama wadaiwa. Hata hivyo, LHRC na watetezi wa haki za binadamu wametilia shaka uamuzi huo na wakili Maduhu akileta msimamo wa kumtaka kuitaka mamlaka kutumia rasilimali zake zote kutafuta Polepole na kumjulisha umma kuhusu mahali alipo, akisisitiza kuwa sera za haki na usalama vinaitaka serikali kutenda wazi badala ya kukaa kimya. Kwa mujibu wa LHRC, hatua ya mahakama kuondoa madai ya utekaji si mwisho wa shauri, bali ni ishara ya kwamba uchunguzi wa kina unaendelea kuwa muhimu. Polepole ripotiwa kupotea usiku wa Oktoba 6 mwaka jana nyumbani kwake Ununio, Kinondoni, Dar es Salaam, ambapo familia ilidai kuwa watu wasiojulikana waliingia na kumchukua kwa nguvu. Video na picha zilizosambazwa na familia zilionyesha mlango ukiwa umevunjika na ishara za mapigano ndani ya nyumba, jambo lililosababisha hofu na malalamiko kwa umma. Amnesty International ilitoa taarifa ya wasiwasi kuhusu kupotea kwake na kuitaka serikali kufichua mahali alipo na kuhakikisha usalama wake, ikiashiria uwezekano wa enforced disappearance. Familia na wakili wake walitoa ripoti ya tukio kwa polisi kituo cha Mbezi tarehe 6 Oktoba mwaka jana na filed habeas corpus siku iliyofuata, wakisisitiza kuwa Polepole ana hatia ya kukosa lolote la jinai na pia hakutakiwa kuripoti. Walidai kwamba haijulikani aliko na ikiwa anaonekana kuwa ameshikiliwa na mamlaka yoyote. LHRC imekuwa mstari wa mbele kutetea kesi ya Polepole ikisema kwamba serikali inapaswa kutumia nguvu zake zote kuthibitisha alipo na kulinda haki za raia. Wakili Maduhu amesisitiza kuwa serikali ina wajibu wa kisheria kulinda usalama wa raia wake na kutoa taarifa ya wazi juu ya tukio lolote la kupotea, hasa wakati ambapo mlango wa kisheria kama mahakama imetoa maamuzi ambayo hayajatatua hali halisi ya mtu huyo. Pamoja na msimamo wa LHRC, mashirika ya kimataifa yameonyesha wasiwasi kuhusu tukio hili na Amnesty International imesema kuwa kupotea kwa Polepole kunatosha kutoa hofu kuhusu vitendo vya kuondoa watu bila kufahamika kwa sheria. Hasa wakosoaji wa serikali na watu wanaotetea haki za binadamu. Kesi ya Polepole imeiweka Tanzania pamweni kwa ya haki za binadamu, ambapo si tu watetezi wa haki za binadamu wameitoa kauli, bali pia mashirika kama Commission of Human Rights and Good Governance na wabunge wa Ulaya wametoa wito wa uchunguzi wa huru na wa uwazi kuhusu alipo Polepole ili kudumisha imani ya umma. Commission of Human Rights and Good Governance ilitoa tamko lake kukosoa tukio kama ukiukwaji wa haki za msingi na kudai uwazi zaidi ya kutoka
kwa mamlaka. Na changamoto kubwa inayozunguka mzozo huu ni ile ya kutokuwepo kwa uzito wa ushahidi wa wazi ambao mahakama iliwezesha kuamua kesi ya habeas corpus, na hii imeibua maswali kuhusu wazi na uwajibikaji wa vyombo vya dola kama polisi, idara ya upelelezi na ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali. Tanzania imekuwa ikipokea malalamiko juu ya visa vya watu kutoweka bila maelezo ya wazi, na kwa baadhi ya miaka iliyopita hali hii imekuwa ikichukuliwa kama sehemu ya mwelekeo mpana wa kutilia shaka uhuru wa kujieleza na kushiriki kisiasa, hasa wakati wa kipindi cha uchaguzi. Kwa mujibu wa ripoti za mashirika ya haki za binadamu, kuna visa kadhaa vya enforced disappearances vinavyotajwa kuendelea kushughulikiwa bila uwazi kamili. Humphrey Polepole mwenyewe alikuwa mtu mashuhuri katika siasa za Tanzania kabla ya kutoweka kwake. Alihudumu kama balozi wa Tanzania nchini Malawi kabla ya kuhamishwa Cuba mwaka 2023 na baadaye alijiuzulu akiwa balozi wa Cuba mnamo Julai 13 mwaka jana, akielezea kutokuwa na imani tena na uongozi wa sasa wa serikali kuhusu masuala ya haki na utawala wa sheria. Polepole pia alikuwa mwanaharakati na mkosoaji wa serikali kupitia media ya kijamii na mazungumzo ya umma, akitoa hoja juu ya masuala ya utawala bora na uwajibikaji, jambo liloonekana kuongeza uzito wa wasiwasi juu ya kukosa taarifa za wazi kuhusu aliko. Sakata hili limechochea mjadala wa kina baina ya serikali, watetezi wa haki za binadamu na umma kuhusu jinsi mamlaka zinavyotakiwa kushughulikia kesi za watu wanaopotea. Wakosoaji wa serikali wanasema kuwa hatua ya mahakama ya kuondoa ushahidi wa habeas corpus ni mwisho wa kila kitu, na kwamba kuna haja ya uchunguzi wa kimila, huru na wazi ambao utaeleza ukweli wa kwa umma. Watetezi wa haki za binadamu wanahoji kwamba utekelezaji wa haki za msingi unahitaji uwazi na uwajibikaji, hasa wakati ambapo mtu anatajwa kuwa alitekwa na watu wasiojulikana. Mzozo wa Humphrey Polepole ni zaidi ya kesi ya mtu mmoja na inagusa masuala makubwa ya utawala wa sheria, haki za binadamu, uwajibikaji wa serikali na heshima ya uhuru wa raia. Tanzania kama taifa lenye historia ya utulivu na amani inakabiliwa na jaribio la kuthibitisha kuwa taasisi zake za ulinzi na usalama zinaweza kutoa uwazi na uwajibikaji wakati wa matatizo makubwa ya kiraia. Hali hii pia ina athari kwa mahusiano ya kimataifa na taswira ya nchi mbele ya mashirika ya haki za binadamu na serikali za kigeni zinazochunguza mwenendo wa haki za binadamu Afrika. Pamoja na uamuzi wa mahakama, shinikizo kutoka LHRC, mashirika ya kimataifa kama Amnesty International na wito kwa vyombo vya haki za binadamu vinavyoita serikali iwe na uwazi kamili, vinaonyesha kwamba swala hili litaendelea kuwa katikati ya mjadala wa haki, siasa na utawala wa sheria Tanzania na nje yake. Ndio hayo tuliokuandalia kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa ambayo inakuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina bila kupindisha wala kuegemea upande wowote. Zidi kuwa nasi hapa TanzaPulse kwa taarifa nyingi zaidi. Subscribe, like na kushare video zetu.